Tumesikia kuhusu Wakristo wa kwanza baada ya kushirikishwa nguvu za ufufuko ambavyo zimeleta mabadiliko ya ndani. Mabadiliko ya ndani katika mtazamo wa vitu ambavyo kabla ya ufufuko, kabla ya upya huo, walifikiri kwamba vitu ni vyetu, mali ni zetu, kwa hiyo unavingangania sana, unashikamana navyo. Unafikiri labda hata maisha yetu hayatakuwa salama, yanasalimishwa tu kwa kuwa na vitu vingi, mali, mashamba, magari, pesa na mambo kama hayo. Lakini ufufuko wa Kristo umewapa sio tu mabadiliko ya ndani, lakini hekima ya kutambua kwamba hakuna chochote ambacho wanaweza wakafikiri ni chetu. Hakuna chochote ambacho wanaweza hichi ni changu. Ukianzia hata maisha yenyewe, hakuna kitu ambacho sisi tunakuwa nacho ambacho hatukupewa. Ukianzia msingi wa maisha. Ni katika tafakari hiyo, ni katika ufahamu huo wa ndani uliwafanya hawa watu kuwa huru, kwanza kuwa wamoja, wanajua wote ni watoto wa Mungu, lakini vile vile kujua mali na vitu vyote hivyo wamepewa tu kuwa navyo kwa muda mfupi. Wamepewa kwa ajili yao na kwa ajili ya wengine. Ndio maana basi unaona unakuwa na uhuru kuuza mashamba, kuuza nini, kwa sababu hawashikamani na vitu. Na uhuru huo umetokana kwamba amejua kwamba vitu havisalimishi maisha yetu. Maisha yetu yanakuwa salama kabisa yanapokuwa chini ya nguvu ya ufufuko, chini ya nguvu ya Mungu. Na ndio kuzaliwa kwa pili, kwa mara ya pili huko ni kubadilisha mtazamo wako, kukumbuka msingi wa maisha yangu sio vitu vyangu, sio utajiri wangu, sio mali zangu, sio ufahari wangu, bali ni Mungu mwenyewe. Tuombe basi, maana sisi nasi kupitia ubatizo tumefanywa viumbe vipya. Tuishi basi huo upya kwa kuwa huru, kwa kuwa na umoja, kwa kujikabidhi kwa Mungu na kutokushikamana na vitu.